Ukiambiwa kuhusiana na Titanic na kurudisha mpaka Aprili 15 mwaka 1912 ambapo meli kubwa ya Titanic ilizama kwenye bahari ya Atlantic. Na meli hii ilizama ikiwa ni siku ya 4 baada ya kuanza safari yake kutoka Southampton, Uingereza kwenda New York, Marekani. Ajali hii ilisababishwa na meli hiyo kugonga mwamba wa barafu. Ilikuwa kama saa 5:40 usiku. Ilikuwa ni usiku wa Januari 14 mwaka 1912. Na mara baada ya kuzama ya kugonga huo mwamba ilizama saa 2 baadaye. Kuzama huko kulisababisha mauaji ya watu wapatao 1500 kati ya abiria 2224. Abiria 1500 walifariki dunia. Na inakuwa ni ajali mbaya zaidi ya meli mpaka leo kuliko ajali nyingine yoyote ile ya meli kuwahi kutokea katika hii dunia, si ndio? Sasa unaambiwa Mamjengo, kabla ya kugonga mwamba huo, nahodha na waongoza meli hiyo walipata maonyo 6 ya kuwepo kwa hatari hiyo, lakini walipuuzia. Walipewa maonyo kabisa kabla ya hawajagonga, maana hapo kuna mwamba, maonyo mara 6. Ubishi. Taarifa ilitolewa sekunde 34 kabla ya meli kugonga barafu na kuzama. Ilitahadharisha kuwa mbele kuna mwamba wa barafu, lakini waongozaji wa meli walipuuza taarifa hizo hadi pale meli ilipogonga barafu na kuchukua saa 2 na dakika 40 hadi kuzama. Walipuuza. Na unaambiwa mpaka meli inafika mwamba huo haikuweza tena kusimama haraka wala kugeuka, na hivyo kujikuta ikigonga na kusababisha mpasuko kwenye matanki 6 kati ya matanki 16, ukiwemo mtungi wa kuchemshia maji kwa kuwa meli ilitumia injini ya mvuke. Unaona mambo hayo? Mabaharia walijaribu sana kuwasiliana na meli nyingine na mamlaka nyingine kwa kutumia redio za masafa ili kupata uokozi, lakini haikuwa rahisi kupata msaada. Mara baada ya tukio sasa kutokea, hata baada ya meli kupasuka na kuanza kuzama, abiria wengi bado walikuwa ndani wakijaribu kujiokoa. Meli haikuwa na boti za kuokolea za kutosha, hivyo watu wengi walijaa kwenye boti chache, huku wengine wakiishia kujirusha ndani ya maji na kufa maji. Nakuwa nasikitisha. Unaona video hapo. Meli iliyokuja kuokoa ilifika saa 4 baada ya ajali na ikakuta watu wengi wameshakufa. Yaani meli ya kwanza kuwasili baada ya Titanic kuzama ilifika saa 4 baada ya ajali. Ajali hiyo ilishtua ulimwengu na kusababisha sheria na kanuni nyingi za usafiri wa maji kutungwa upya. Ajali hii imetungiwa filamu na imekuwa na simulizi nyingi. Miongoni mwa simulizi hizo zinaonyesha kuwepo kwa mambo ya kushangaza. Mpaka wengine wanasema hii sio ajali ya kawaida, kwa sababu kuna mambo mengi ya kushangaza ambayo yanahusiana na meli ya Titanic. Kwa mfano, ajali hii ya Titanic ilitabiriwa tangu mwaka 1898, lakini hakuna aliyewahi kuanza swala hilo. Mwaka huo Morgan Robertson aliandika kitabu cha The Wreck of Titan akieleza ajali itakayoipata meli iliyokuwa inaitwa Titan kabla ya meli ya Titanic kupata ajali. Licha ya kuwa mwandishi wa vitabu aliandika hivyo, aliwahi pia kuwa baharia. Kwa hiyo baadhi ya vitabu vyake vilieleza mambo kuhusu usafiri wa maji. Yaani mwandishi ambaye alitabiri ajali aliandika kuna meli itaitwa Titan itapata ajali, itaua watu wengi. Baada ya miaka kadhaa meli inaitwa Titanic inapata ajali. Hata hivyo kitabu hicho haikupata umaarufu wakati huo hadi meli ya Titanic ilipozama, ndipo kitabu hicho kilianza kutafutwa na kikajizolea umaarufu kwa watu wengi wakatamani kukisoma kwa kuwa kilitabiri kwamba itatokea ajali ya Titanic. Yaani watu walikidharau kile kitabu, lakini baada sasa ya meli kuzama kweli watu wakaanza kukitafuta. Baada ya kuona kumbe hichi kitabu kilifanyaje, kilitabiri haya mambo. The Bantu.